Ramadan Tips. Na kama tulivyosema, leo tuna kibarua kirefu. Leo tunakwenda kufaidika na vitu vingi kabisa, kwenda kujua msingi wa dini ya Kiislamu ambao unabebwa na nguzo 5. Waislamu, jivunie kuwa Muislamu na ujione kwamba uko katika dini iliyotamkwa kwa mafundisho ya vinywa vya manabii na mitume. Sio dini ya kunjunga, sio dini ya kutengeneza, sio dini inayofundishwa na capacity, akili za watu na mitazamo na fikra za watu. Ni dini inayofundishwa kutokana na maneno ya Mwenyezi Mungu yaliyotamkwa kupitia vinywa vya manabii na mitume aliyowaleta duniani. Na katika kipande kilichopita tulikuwa tukizungumzia nguzo ya kwanza ya Uislamu ambayo ni shahada, yani kumwamini Mwenyezi Mungu mmoja. Mpenzi mtazamaji, nguzo ya pili katika Uislamu ni swala. Nguzo hii sisi Waislamu tulifaridhishiwa mwaka wa 11 baada ya kupewa utume Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndiyo Mwenyezi Mungu alitufaridhishia sisi Waislamu ibada ya swala. Nao ulikuwa ni mwaka wa 621 wakati Mtume sallam alipokwenda katika safari ya Isra na Miraj, ambayo kisa chake ni maarufu, kinapatikana ndani ya Qur'ani. Katika surat Bani Israil safari ya Isra ipo, na katika surati Najmi safari ile ya kwenda mbinguni pia inaonekana. Sasa aliporejea Mtume sallam akaja na amri aliyoitoa kwa Mwenyezi Mungu ya kututaka Waislamu tusali sala 5. Sasa sala hii ina utaratibu, na Waislamu tunasali misikitini. Watu wengi wanatuona Waislamu tunasali misikitini, na kama hujawahi kujua Waislamu wanasalije, nitamuomba mtengenezaji wangu wa kipindi, director wangu, atengeneze kipande cha swala ya Kiislamu kiingizwe katika hii video, watu waone namna wanavyosali sala ya Kiislamu. Lakini lengo la msingi ni nini? Lengo la msingi ni kuona, je, ibada ya swala wanayoswali Waislamu leo ni swala kongwe, ni ibada kongwe, ni kweli msingi wa Uislamu tangu kale, kwamba mitume na manabii waliopita walisali hivyo? Kwa sababu Uislamu tunaposali ziko vitu mbalimbali tunavifanya ili kuiendea sala. Kitu cha kwanza katika Uislamu ni adhana, yani Waislamu hawaendi misikitini mpaka waadhini. Na hata unaposali peke yako ni sunna kuadhini na kukimu. Hata unaposali peke yako ni sunna kuadhini na kukimu. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa adhana na kuna kitu kinaitwa ikama. Adhana ni wito ambao unatumika kuwaita watu eneo la kufanyia ibada. Ndio maana Waislamu hata wakiwa kwenye shughuli, msiba, harusi, ukifika muda wa sala utasikia mmoja adhini tuswali. Wataadhini, baada ya adhana watu watasimama, ikama itasomwa, wakisoma ikama watu watasimama nyuma ya imamu, wataswali. Utaratibu huu unaouona Waislamu tunaufanya sio utaratibu tuliojitungia wenyewe, sio utaratibu ambao Muhammad kauanzisha kwa mapenzi yake, la hasha. Utaratibu huu unatokana na mafundisho matakatifu ya Mwenyezi Mungu kwa mitume na manabii wote. Adhana ni utaratibu aliouleta Mungu kwa vitabu mbalimbali. Hata ukisoma katika Biblia utakutana na adhana. Adhana ilikuwepo zamani sana. Adhana haikuanza jana. Ukisoma katika kitabu cha Yeremia sura ya 7 utaona namna adhana inavyofundishwa ndani ya Uislamu. Yeremia, tutasoma kitabu cha Yeremia sura ya 7, tutaanza aya nambari 1 mpaka nambari 2. Ili wewe mtazamaji wangu, kama ulikuwa unadhani Waislamu wanaadhini kwa matakwa yao na kwamba Muhammad kajitungia utaratibu wake, hayo maneno sio sahihi. Na kama we ni mfuasi wa Biblia mzuri na wala huna chuki na Uislamu, hujajengwa dogma ya chuki katika fikra zako na kuuchukia Uislamu pasi na kutafuta ukweli, maneno yako yanaweza kuwa yakajifunza kitu ima kibaya au kizuri. Sasa kama utakuwa umepandwa dogma
na wewe unataka kuifanyia kazi akili yako, maandiko haya yatakupa kitu. Lakini kama umepandwa dogma ukaitaka akili yako iendelee kuchukia Uislamu bila ya kujali ukweli wa kimaandiko, maneno haya yatakuacha. Utarudi kule alikosema Bwana Yesu, yeye asiyesikia neno langu na kulifanyia kazi atakuwa amejenga katika mchanga, nyumba yake ikipigwa na mafuriko itaanguka anguko kuu. Ukisoma Yeremia sura ya 7 aya nambari 1 inasema, neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana. Asikiliza andiko, nasema neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana. Bwana ya hapa tena ni ya herufi kubwa. Na ukisoma katika dibaji ya Biblia, neno Bwana katika Biblia likiandikwa kwa herufi kubwa, maana yake ni Yehova au Mungu. Andiko hili nasema neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana. Yani kuna maneno Yeremia alifunuliwa na Mungu. Na ukisoma Amos 3:7 inasema hakika Bwana Mungu hatofanya jambo lolote bila ya kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Yeremia anatufundisha hivyo. Na ukisoma katika Yeremia 1:7 inasema neno hili ndilo lilomjia Yeremia kutoka kwa Bwana likisema, simama langoni pa nyumba ya Bwana. Yani simama mlangoni kwa nyumba ya Bwana, ukatangaze hapo neno hili, ukaseme, sikilizeni neno la Bwana, enyi mlio wa Yuda mnaoingia katika malango haya ili kumwabudu Bwana wa majeshi, Bwana wa Israeli. Njooni tumuabudu Bwana. Haya maneno yanayosemwa hapa ndiyo adhana ambayo Waislamu wanaadhini. Neno hili lilomjia Yeremia kutoka kwa Bwana likisema simama malangoni pa Bwana. Wale ambao wanajua historia ya Uislamu nyuma, miaka kama 15, 16, 20 nyuma, kabla hakujawa na spika, kabla hatujawa na adhana ya spika, watu walikuwa wanasimama mlangoni na wanatamka maneno haya. Na hata adhana iliyofanywa wakati wa Mtume sallam, pale pembeni mwa mlango wa msikiti wa Mtume Madina kulikuwa na mimbari alikuwa akipanda Bilal bin Rabah, na alikuwa akisema maneno haya, sikilizeni neno la Bwana. Yani Allahu akbar, Allahu akbar, Mungu mkuu, Mungu mkuu, sikilizeni neno la Mungu, sikilizeni neno la Mungu. Hii ndiyo adhana. Kwa hiyo kwa mujibu wa mafundisho ya Yeremia sura ya 7 inatuonyesha kuna utaratibu wa kuwaita watu katika nyumba ya ibada kwa ajili ya sala. Yeremia 7:1-2 inaonyesha kwamba utaratibu wa kuabudu unatanguliwa na adhana. Sasa wewe ndugu yangu Mkristo ambaye unaamini Biblia ni maneno matakatifu ya Mungu na kila neno lililo humu ni pumzi ya Mungu, Yeremia 7:1 inataka mtu asimame katika lango la nyumba ya Mungu, awaite watu wanaoingia katika nyumba ile waende wakamwabudu Mungu, wakatengeneze njia zao. Maelezo haya yanakwenda mpaka mbele, yanaonyesha tengenezeni njia zenu na mapito yenu, ile hayya ala swala, hayya ala fara. Adhana nzima ile inapatikana katika aya hii. Wewe ndugu yangu Mkristo, katika kumbukumbu zako lini uliwahi kusikia wito wa adhana ya mfano huu au wito wa maneno haya katika nyumba ya Mungu unayoabudu, na kwa maneno hayo ukafanikiwa kuingia kwenye nyumba ya Mungu, ukaabudu kwenye nyumba ya Mungu na ukaenda kusali? Badala yake unakutana na kengele ndiyo inayokugongea ili uende kanisani. Unajua tofauti ya maneno ya kengele na tofauti ya maneno ya adhana? Unayajua vizuri tofauti ya maneno hayo? Unajua unapokuwa umeenda kwa wito wa kengele kuna matamko gani kengele inasema mbadala ya yale ambayo wewe unatakiwa kuyasikia, na yamefichwa badala yake yametiwa ndani ya kengele ili wewe uyatumie maneno hayo kama sehemu ya wito wa kwenda kufanya ibada kanisani? Nitakufundisha mbele, wala usiumize kichwa, lakini kikubwa nataka ujue adhana
ni kitendo kilichofundishwa ndani ya kitabu cha Biblia, kitabu cha Yeremia sura ya 7 aya ya 1 na kuendelea. Eneo lote hili linafundisha namna ya kuadhini na kuwaita watu katika nyumba ya ibada. Kwa hiyo Waislamu, tunapoingia katika adhana, tunaposikia adhana na kwenda misikitini, sio ni mipango yetu tuliyojitengenezea akili zetu, la, ni mafundisho matakatifu ya Mungu, tena yaliyoanza tangu katika kitabu cha Biblia. Mpenzi mtazamaji, baada ya adhana, Waislamu wakifika msikitini, kitu cha kwanza kitakachofuata ni kwenda kutawadha. Yaani Muislamu akisikia adhana, ima atakuwa kesha tawadha nyumbani kwake, au akifika msikitini atatakiwa kwenda kutawadha. Na Waislamu, swala la kutawadha ni jambo ambalo ni nguzo, yani swala isiyo na udhu, swala hiyo imetenguka. Moja ya nguzo za swala ni kuswali ukiwa una udhu. Ukiswali bila ya udhu, huna swala. Sasa nataka nikwambie Waislamu, kwa nini tunatawadha? Nani amefundisha mafundisho ya kutawadha? Kwa nini lazima tutawadhe? Kwani mtu asipotawadha anakuwa kakosa nini? Tutarudi katika tena maandiko matakatifu, na hapa tutamuita nabii kipenzi cha Mungu Bwana Yesu katika kitabu cha Yohana sura ya 13 anza mstari wa namba 5. Leo tunakwenda kujifundisha mafundisho ya kutawadha katika kitabu cha Yohana sura ya 13 aya nambari 5. 13:5 Yohana na kuendelea. Zisikilize hizi aya. Nimesema jifunze maneno haya. Hata kama ninayesema nimevaa kanzu, usinihukumu kwa kanzu yangu, hukumu kwa mafundisho matakatifu unayoyaamini. Lengo langu nataka uone Uislamu ni dini ya asili, na mafundisho mengi ya Uislamu tumeyachukua kupitia vinywa vya manabii, vinywa vya mitume watakatifu wa Mungu na manabii. Si fikra za Muhammad aliyojianzishia, hasha. Ndio maana Uislamu kabebwa na nguzo 5, na nguzo hizi ni misingi ya asili ya ibada ambayo mitume na manabii waliifanya kabla ya Muhammad kuja duniani. Ukisoma Yohana sura ya 13 mstari wa 5, Bwana Yesu anafundisha utaratibu wa kutawadha, na huku ndiko anakotawadha Waislamu. Andiko linasema 13:5, kisha katia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Bwana Yesu anaanza kuleta fundisho la kutawadha. Akachukua maji akayatia kwenye bakuli Bwana Yesu. Baada ya kuyatia kwenye bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu. Akaanza, andiko si limesema sio kunawa. Ili ni andiko takatifu la Mungu na limetufundisha neno akaanza kuwatawadha. Aya nambari 5, kisha katia maji katika bakuli akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu. Sio kuwanawisha, maana ingekuwa vumbi angekuwa anawanawisha. Kuwatawadha ni ibada. Kutawadha ni ibada inayotangulia kabla ya swala. Kisha akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu. Na ukitaka kujua neno tawadha ni neno la msingi, kama Biblia yako ni ya Union Version ya 1952, katika kufundisha maneno magumu, Biblia hii katika herufi T, Biblia hii ya Union Version ya mwaka 1952, neno T, unapofundisha neno T, ukienda katika neno tawadha, maana yake nawa, oga, mbele ya kusali. Tawadha maana yake nawa, oga, mbele ya kusali. Kwa hiyo tawadha maana yake ni kunawa, kuoga au mbele ya kusali. Kunawa, kuoga kabla ya ibada ya swala. Andiko linasema kisha Yesu akachukua bakuli, akatia maji, akaanza kuwatawadha wanafunzi wake. Maana yake alifundisha tendo linalofanywa mbele ya kusali.
kabla ya kusali. Waislamu kabla ya kusali tunatawadha. Na hapa Bwana Yesu anafundisha kutawadha. Andiko linasema, linaendelea, kisha akawafuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Akafika kwa Simoni Petro. Huyo akamwambia, Bwana, wewe wanitawadha miguu mimi? Yani Yesu wakati anaendelea kuwatawadha wanafunzi wake, akafika kwa mtu anaitwa Simoni Petro. Alipokuwa anainama ili amtawadhe, Simoni akamuuliza Bwana Yesu, wewe unanitawadha miguu mimi? Yesu akamwambia, yani Yesu akajibu akamwambia, nifanyalo wewe hulijui sasa. Yesu akamwambia Simoni, yule aliyekuwa anauliza kwa nini anamtawadha, Bwana Yesu akamwambia Petro, ninalolifanya sasa, ninalolifundisha sasa, wewe huwezi kulijua, lakini utalifahamu baadaye. Bwana Yesu anamwambia, lakini utalifahamu baadaye. Petro akamwambia, baada Yesu kumwambia Petro, ninachokifanya ukijui sasa, lakini utakitambua baadaye, Petro akamwambia Yesu, wewe hutanitawadha miguu mimi kamwe. Yani Petro akamjibu Yesu kwa kiburi na jeuri, akamwambia, wewe Yesu, mimi Petro, huwezi kunitawadha miguu kamwe. Yani never, siko tayari kutawadha miguu, mistaki habari ya kutawadha miguu. Bwana Petro anamwambia Yesu. Yesu aliposikia maneno hayo, Yesu akamwambia, kama nisipokutawadha huna shirika nami. Bwana Yesu anasema, kama nisipokutawadha huna shirika nami. Maana yake Bwana Yesu anafundisha mtu asiyetawadha hana shirika na Bwana Yesu. Swali linakuja, kutawadha ni tukio linalofanywa mbele ya kusali. Yesu anawatawadha wanafunzi wake, wote wanakubali. Petro anagoma, anamwambia hana shirika naye asipokubali kutawadha. Na kuuliza swali, wewe mtazamaji wangu unayenitazama, wewe kwa kuwa tangu umezaliwa mpaka leo hujawahi kutawadha, wewe ni mshirika wa Bwana Yesu? Wewe unatawadha kabla ya mbele ya kusali? Unatawadha kabla ya kwenda kusali? Kama sivyo, na ukitawadha unatawadhaje? Unatawadha anavyotaka Bwana Yesu au unatawadha unavyotaka wewe? Maana kuna tofauti ya kutawadha na kunawa. Kutawadha, hata Petro alipokataa kwa kiburi, alipojua kosa lake, alivitaja viungo vya kutawadha, vile ambavyo ni faradhi katika kutawadha. Yesu anasemaje? Baada Yesu kumwambia, mimi nisipokutawadha huna shirika nami, Petro alijibu nini? Aya ya 9. Simoni Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu na mikono yangu na kichwa changu pia. Petro anamwambia Bwana Yesu, sasa sio tu nataka kutawadha miguu, niko tayari unitawadhe mikono, hata pia unitawadhe na kichwa. Unajifunza nini kwa maneno ya Petro? Manake Petro alishajua thamani ya ibada ya kutawadha, na alishafundishwa viungo vya kutawadha ni vitatu, ambavyo ni mikono, miguu na kichwa. Na ndio viungo vya faradhi vya kutawadha katika Uislamu: kupaka maji kichwani, kunawa mikono na miguu. Hivyo ndo viungo vya faradhi vya kutawadha, na Uislamu unafundisha haya. Petro anafundisha hili kwamba si miguu yangu tu na mikono yangu na kichwa changu pia. Anakuwa tayari sasa kutawadha. Yesu akamwambia, yeye aliyekwisha kuoga hana haja ya kutawadha mwili wote, ila ni miguu tu, kwa maana alimjua yeye atakayemsaliti. Ndiyo maana alisema, si wote mlio safi. Basi alipokwisha kuwatawadha miguu na kuyatwaa mavazi yake na kuketi tena, Yesu akawaambia, je, mmeelewa na haya niliyowatendea? Alipokwisha kuwatawadha wanafunzi miguu yake, Bwana Yesu akaketi, akachukua mavazi yake, akajifunga tena na kuketi katika kiti, akawaelekea wanafunzi wake na kuwaambia, sikiliza haya maneno mtazamaji wangu, akawaelekea wanafunzi wake na kuwaambia, je, mmeelewa na haya niliyowatendea? Anawauliza wanafunzi na anatuuliza mimi na wewe tunayemwamini na kumfuata Yesu. Je, umeelewa lengo la Yesu kuwatawadha wanafunzi miguu?
Umeelewa tukio hili alipolifanya hadharani alikusudia nini? Umeelewa? Yesu akasema, ninyi mwaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawadha nyinyi, nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo hivyo kutawadhana ninyi kwa ninyi, kwa kuwa nimewapa kielelezo, ili kama mimi nilivyowatendea nanyi mtende vivyo. Yesu anasema, kwa kuwa mimi mnaniita mwalimu na Bwana, yani yeye mwalimu wa kufundisha na ndio kiongozi wetu, basi aliyafanya haya ili atupe kielelezo, ili yeye kama alivyotufanyia na sisi tufanye vivyo, kwa sababu asiyetawadha hana shirika na Bwana Yesu. Swali linakuja, wewe ndugu yangu unatawadha mbele ya kusali au unakwenda tukusali? Ikiwa hutawadhi, ikiwa unakwenda tukusali bila kutawadha, wewe una shirika na Bwana Yesu. Sasa mafundisho ya Uislamu ya kutawadha, mafundisho ya Uislamu ya kutawadha kabla ya swala ni mafundisho ya manabii wa Mwenyezi Mungu, ni mafundisho yanayotokana na maandiko matakatifu. Kwa hiyo Waislamu, kabla ya muda wa sala, baada ya adhana, tukifika msikitini, kinachofuata kwa Waislamu ni kutawadha. Tunatawadha, baada ya kutawadha ndiyo tunasali. Swali linakuja, Bwana Yesu na manabii na mitume waliopita kabla yake, Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mitume na manabii waliopita kabla yake, wao nao walipotawadha, walipomaliza, baada ya kutawadha, walisali vipi? Waislamu tunapomaliza kutawadha tunasali, uko utaratibu wetu wa kusali. Sasa nataka kujua Waislamu tunavyosali leo, ile kusujudu, kuinama, kuinuka, ndivyo ambavyo wenzetu mitume na manabii walisali hivyo? Pata tangazo fupi, kisha baada ya hapa nitarudi kwako ili kukufundisha ibada ya swala ya Kiislamu kupitia maandiko matakatifu ya Mwenyezi Mungu. Je, una changamoto za matatizo ya kibiolojia na yale yasiyokuwa ya kibiolojia? Islaha Islamic Dua Center ndio suluhisho la matatizo yako. Wewe unaisumbuliwa na majini wachafu, vifungo, husda na nuksi, mikosi, kuharibika kwa ahadi, ndoto mbaya, kukosa hamu ya tendo, kuharibika kwa mimba, kukosa mvuto kimwili na kibiashara, kutodumu kwenye mahusiano, kuharibiwa kwa nyota na mengine mengi. Tupo jijini Dar es Salaam, Ilala Bungoni, mtaa wa Sharif Shamba, nyumba namba 3. Tupigie simu namba 0764111616 au 0752517751 na 0710800700. Nyote mnakaribishwa.